Wanaume wengi wanashindwa kudumisha ndoa zao kutokana na baadhi ya vijitabia. Sijui kama unafahamu, wanawake hawapendi kusema ukweli moja kwa moja, lakini kuna tabia ambazo zinafanya mwanamke wako apoteze kabisa ule upendo alionao juu yako. Kama unataka mke wako akupende zaidi, epuka tabia hizi 7 ambazo leo Dr. Rajabu anakwenda kuziweka bayana. Lakini kwanza, hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel hii ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu tunayoweka hapa kila wiki. Moja ya malengo na shauku ya Dr. Rajabu ni kukusaidia wewe mwanaume kama mimi uwe na uwezo wa kumridhisha na kumfurahisha mke wako, hata kama sio kwa 100%. Lengo ni ili tuweze kudumisha ndoa zetu, mahusiano, pamoja na kupunguza wimbi la wanawake wachepukaji. Kutokana na hilo, ndio maana leo nikakuletea darasa hili ambalo nitakufundisha baadhi ya tabia ambazo ukiwa nazo wewe mwanaume zinaweza kupelekea kumchukiza mwanamke na wakati mwingine hata kukimbia kabisa au kuchepuka. Tabia ya kwanza ni harufu mbaya. Hii ni miongoni mwa tabia ambazo wanaume wengi tupo nazo na tunajisahau sana, lakini ni kero kubwa sana kwa wanawake. Na hapa tunakusudia harufu katika sehemu 3. Inaweza kuwa harufu mbaya ya mwili, yani kikwapa au sehemu nyinginezo. Inaweza kuwa harufu ya viatu, lakini pia inaweza kuwa ni harufu ya mdomo. Wanaume tunajisahau sana katika maeneo haya 3. Sasa wewe mwanaume mwenzangu, jitahidi sana kuhakikisha kwamba harufu ya vitu hivi 3 unaiondoa. Na kama mwili wako una harufu kali sana, jaribu kutafuta hata sabuni maalum ya kuogea au tumia limao ili kukata harufu. Na kama ni mdomo, jitahidi kuswaki at least mara 2 kwa siku pamoja na kutumia maji ya moto yenye limao. Itasaidia kuondoa harufu mbaya mdomoni. Hivyo, kama unahaka katabia ka harufu, jitahidi kukaondoa ili usije kukimbiwa. Tabia ya pili ni kutojali hisia zake. Kuna wanaume ambao wanaishi na wanawake, lakini kikubwa wanachojali kutoka kwa mwanamke ni tunda au mjigijo peke yake. Yaani utakuta mwanaume thamani ya mwanamke anaiona kwenye tendo la ndoa tu. Mambo mengine mwanamke anakuomba hela akanunue nguo ya ndani, unalalamika. Mara mbona nimekununulia juzi tu hapa. Mara unatumia vibaya nguo, na hiyo ni nguo ya ndani tu ambayo gharama yake ni buku au buku 2. Unaishi na mwanamke ni mwaka wa 5 sasa, wengine 10, hujawahi kumtoa out hata siku moja, wala mkaenda kunywa hata soda. Haya, tukija kwenye tendo basi, ni wale wenzangu na mimi, wazee wa kuvua na kuchomeka kama mbuzi. Hiyo tabia sio nzuri, na wanawake wanaelewa. Wanamjua mwanaume ambaye anajali hisia zake na mwanaume ambaye hajali. Onesha kumjali mwanamke wako, mhudumie kadri ya uwezo wako. Amekuomba hela ya lotion, mpatie akanunue. Kama huna, mwambie nivumilie kidogo nitakupatia. Sio unaomba hela ya matumizi, unakasirika. Jitahidi kumwandaa kihisia kwenye tendo la ndoa, na usiwe mtu wa kuvua na kuchomeka bila maandalizi. Hiyo tabia inawakera sana, na sio tabia yetu sisi binadamu, ni tabia ya wanyama. Vile kama unawahi kufika kileleni, hakikisha unatibu changamoto hiyo. Kwani kama unawahi sana kufika kileleni kwenye tendo la ndoa, mwanamke huchukulia kwamba haujali hisia zake. Tabia ya 3 ni kutopata kabisa muda naye. Nimewahi kupata malalamiko ya mwanamke mmoja akiniambia, Dr. Rajabu, muda mwingine sisi wanawake tunatoka nje ya ndoa si kwa sababu tunapenda. Muda mwingine wanaosababisha sisi tuchepuke ni wanaume wenyewe. Nikamuuliza, kwa nini unasema hivyo? Akasema, just imagine, mume wangu anatoka nyumbani saa 11 asubuhi na anarudi saa 7 au saa 8 usiku. Na hii saa 8 usiku anarudi yupo tilalila, yani kalewa, yupo hoi ya fai. Sasa mtu kama huyu, muda wa kufanya tendo la ndoa anaupata saa ngapi? Je, mtu kama huyu mke wake akichepuka atamlaumu? Sikeni kwambie wewe mwanaume, mke wako hajafuata pesa zako pekee au mahitaji hapo nyumbani kwako. Kaja hapo kwako kwa ajili yako na kwa ajili ya kutimiziana mahitaji ya kimwili. Hayo ndiyo malengo makubwa. Hivyo basi, jitahidi kutenga muda wa kuwa naye hata kama ni kidogo, kwani mahitaji hata nyumbani kwao pia alikuwa anayapata. Tabia ya 4 inayowaudhi wanawake ni kutowasifia. Kuna wanaume ambao
hawana kabisa desturi ya kusifia wake zao, na wanaona huo ndo urijali. Hata mwanamke apendeze vipi, hata mwanamke apike chakula kitamu namna gani, hiyo desturi hawana kabisa. Mtu mmoja aliwahi kusema, usipomsifia mke wako, kuna kajamaa kahuni huko mtaani katamsifia, halafu baadaye mambo yawe mengine. Unachotakiwa kujua ni kwamba asili ya mwanamke anapenda sifa. Hivyo ndivyo walivyoumbwa. Kwa hiyo kumsifia mwanamke kunaongeza mapenzi, lakini pia kumsifia inaonyesha kwamba unajali kuhusu yeye. Msifie. Tabia ya 5 ni kuwa mtemi ndani ya nyumba. Sote tunakubali kwamba mwanaume ana nguvu juu ya mwanamke kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika vitabu vyake. Lakini tusitumie kigezo hicho sisi kuwa watemi ndani ya nyumba, kwamba unachokisema ndani ya nyumba ndio imeisha hiyo. Hakuna kuuliza wala kucomment. Mwanamke akakosea kidogo tu, malalamiko mpaka kesho. Unataka kauli yako tu ndio isikilizwe, ya mke wako hakuna kushauriana wala nini. Hii tabia inawakera sana wanawake. Badilika sana kama una tabia hii. Tabia ya 6 inayowakera wanawake ni kufeki maisha. Hii pia ni moja ya tabia zinazowakera sana wanawake. Wanawake wanapenda sana wanaume ambao wapo real. Mwanaume ambaye anaishi uhalisia wake na wala hafeki maisha ili kumridhisha mwanamke. Kuna wanaume ambao wanaact maisha ya kitajiri, hali ya kuwa maisha yao bado ni choka mbaya. Kumbuka, mwanamke akikupenda, anakupenda wewe ulivyo. Epuka kujitutumua, utaumia, alisema Alikiba. Ishi maisha halisi. Be you. Tabia ya mwisho ni mwanaume kuendeshwa na hisia. Hii ni tabia nyingine inayowaudhi sana wanawake. Mwanaume unakuwa mtu ambaye kidogo tu umekasirika. Ukipata hasara kwenye biashara, huongee na mke wako, huongei na watoto. Bosi akikukaripia kazini, unashinda siku nzima umenuna, mpaka mke wako unamnunia. Hiyo inaonyesha uwezo wako katika kuzikontrol hisia zako ni mdogo. Mwanaume rijali ni yule ambaye hata akipata misukosuko huko kazini, akirudi nyumbani anacheka na familia, na wala familia haiwezi kujua iliyotokea kazini. By the way, hizo ni baadhi ya tabia ambazo mwanaume ukiwa nazo zinaweza kupelekea mwanamke kupunguza upendo kwako wewe na kuwa kama kero kwake. Hakikisha unafanya marekebisho kama ulikuwa na tabia hizi ili kuifanya ndoa yako iwe happy. Ikiwa unahitaji tukusaidie kuondokana na changamoto katika afya yako ya tendo la ndoa, kama vile kuwahi kufika kileleni, kushindwa kurudia tendo, dhakari kulegea na kuwa fupi, na kukosa hisia, basi usisite kuwasiliana moja kwa moja na Dr. Rajabu ili akushauri tiba gani utumie kuondokana na changamoto zako hizo. Namba zake ni 0678 09 4602. Narudia 0678 09 4602. Mpaka wakati mwingine, see you on the bed.